kafara ni kama hongo kwa miungu, kama rushwa ya ulimwengu wa roho. Yani kwamba kwa sababu rushwa, maana rushwa ni apate asiye, yani asiyestahili atendewe astahili kwa rushwa. Kwa hiyo kafara ni rushwa ya rohoni. Yule ambaye hafai akitoa kafara, unaweza kashangaa anapambana, anaweza kupata. Yule wa kushindwa akitoa kafara, utashangaa anaimarika. Na kafara inatenda kazi kwenye vipande viwili. Kipande cha kwanza, ama inamuimarisha yule aliyekuwa anaelekea kuruzi. Yule anayetoa inaweza kutolewa kafara ya kumuimarisha. Alikuwa anaelekea kushindwa, mnajua tumemaliza. Baada ya kutoa kafara, akikimbilia kutoa kafara, ile kafara inamnyanyua tena. Hiyo ni perspective ya kwanza. Perspective ya pili ya kafara, inaweza ikamdhoofisha. Yani huyu hana nguvu, ila adui yake ana nguvu. Kafara inaweza kumdhoofisha adui mwenye nguvu. Kwa maana nyingine, kafara anayetoa isipomuimarisha yeye, inadhoofisha upande wa pili. Kwa hiyo watu wanatoa kafara kwa sababu wanaona wanashindwa kwenye biashara zao, wanashindwa kwenye ubunge wao, wanaona mambo yanaenda vibaya, wanatoa kafara. Kwenye udiwani wanatoa kafara, hata kwenye urais wanatoa kafara.